Ripoti yetu ya leo inamtazama Lindsey Graham, Marekani alisimama na Wayahudi hadi kifo chake. Seneta wa Marekani Lindsey Graham ni moja kati ya maseneta nchini Marekani ambaye alikuwa karibu mno na rais wa Marekani Donald Trump, lakini pia sauti yake ikiwatetea Wayahudi huko Mashariki ya Kati, hasa nchini Israel. Sauti ya Lindsey Graham kwa Israel sasa imenyamaza. Seneta Lindsey Graham aliwahi kusema, nitasimama na Israel hadi siku nitakapokufa. Ni mshirika wetu mkuu, Graham aliambia The Jerusalem Post, moja kati ya vyombo vya habari huko nchini Israel, katika mahojiano ya miezi michache iliyopita kabla ya kifo chake. Seneta huyo alizungumza na wanahabari wakati wa baraza la mawaziri la Trump, akitoa maelezo kwa wajumbe wa Congress kuhusu Iran katika ikulu ya Marekani mnamo Machi 3 mwaka 2026 kwamba sasa ni wakati wa mapambano dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran ili kuiokoa Israel. Seneta huyo anaonekana ndiye alikuwa msemaji wa kuitetea Israel mbele ya Marekani. Wakati mwingine rais wa Marekani alipokuwa na hisia za hasira dhidi ya Israel, hasa waziri mkuu Benjamin Netanyahu, ni Lindsey Graham ambaye alikuwa akimtuliza kiongozi huyo wa Republican nchini Marekani, Rais Donald Trump. Wayahudi wanasema alikuwa ni rafiki wa kweli wa Israel na mzalendo mwenye fahari wa Marekani. Maneno hayo machache yanamkamata Senator Lindsey Graham ambaye aliaga dunia akiwa na umri wa miaka 71. Alikuwa na kizazi ambacho kimekaribia kutoweka kutoka kwa siasa za Marekani. Kwa namna moja ama nyingine, kulikuwa na aina fulani ya ubaguzi wa Israel mbele ya Marekani kutokana na hali ambayo waziri mkuu Benjamin Netanyahu alikuwa akifanya. Ni wakati ambapo hata Rais Donald Trump alikuwa akichukia baadhi ya mambo nchini Israel, lakini Lindsey Graham alisimama katika kuwatetea Wayahudi na Israel kwa ujumla, akisema atasimama na Israel hadi atakapokufa, na anasema Israel ni mshirika mkuu asiyetenganishwa na Marekani. Hii ilimfanya rais wa Marekani mara kadhaa kuzungumza na waziri mkuu Benjamin Netanyahu, licha ya kwamba alikuwa akikata tamaa, lakini wakati mwingine alikuwa akimtukana Netanyahu. Alipoulizwa kuhusu pendekezo la waziri mkuu Benjamin Netanyahu la kukomesha msaada wa kijeshi wa Marekani kwa Israel, Graham aliliita ni kosa kubwa mno, wakati ambapo karibu kila mtu karibu naye, ikiwa ni pamoja na wengi wa Republican wenzake, waliunga mkono wazo hilo kwamba haipaswi Marekani kuendelea kutumia fedha nyingi kwa ajili ya kugharamia vita vya Israel katika ukanda wa Gaza, lakini dhidi ya Iran. Lakini ni Lindsey Graham ambaye alimshawishi rais wa Marekani Donald Trump kuungana na Netanyahu katika mapambano dhidi ya Iran, na hata wakati huu rais huyo wa Marekani anaendelea na mapambano. Licha ya kwamba vita dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu sio kwamba ni tangazo la hivi karibuni, ni mipango ya muda mrefu, lakini wakati huu Lindsey Graham anaonekana kama mtu aliyekuwa akisimama imara kwa ajili ya mapambano zaidi dhidi ya Wairan. Alikuwa miongoni mwa watu waliomtaka Donald Trump kwenda njia yote, na alikuwa wa kwanza kupendekeza kabla ya operesheni ya Rising Lion kuupa utawala wa Iran makataa siku 60 ya kusambaratisha mpango wake wa nyuklia. Wakati wa vita vya Israel dhidi ya Hamas, Graham hakuwahi kumung'unya maneno yake. Alisema kuna haja kujisalimisha kama Japan na Ujerumani katika vita vikuu vya pili, kujisalimisha bila masharti, alisema katika mahojiano mengine. Aliamini kwamba wakati Israel ilipoingia vitani, ililazimika kuingia katika mapambano hadi mwisho dhidi ya nguvu za uovu, lakini hapa kimaanisha dhidi ya Hamas, lakini pia dhidi ya Hezbollah, dhidi ya Wahuth na dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Na wakati huo huo akisema Israel inapaswa kufanya kile linalowezekana kuendeleza hali ya kawaida ya kikanda. Kwa miaka mingi Graham alisafiri kati ya Riyadh na Jerusalem katika juhudi za kuleta amani kati ya Israel na Saudi Arabia. Hata baada ya Oktoba 7 na licha ya vizuizi vyote, hakuwahi kukata tamaa kwa imani kwamba makubaliano kuhalalisha bado yanaweza kufikiwa. Wakati huo huo hakuficha kamwe kile ambacho aliamini kwamba Israel walihitaji kufanya ili kufanikiwa. Mfalme wa Saudi Arabia Mohammed bin Salman hataitambua Israel hadi apate matokeo bora kwa Wapalestina au atauawa. Huo ndio ukweli. Hakutakuwa na hali ya kawaida ikiwa Wapalestina watatupwa chini ya basi, alisema Bwana Graham katika mkutano wa mwaka uliopita, akinukuliwa pia na shirika la habari la Jerusalem Post.
Alieleza akisema zaidi kwamba siombi Israel itoe zawadi ya ugaidi, ninaiomba Israel iwe na mawazo ya wazi juu ya kumaliza mzozo huo kwa njia ambayo inahakikisha usalama wa Israel na kuruhusu Mohammed bin Salman kusongesha eneo lake mbele. Graham alikuwa rafiki wa kweli, mtu ambaye Israel inaweza kutegemea kila wakati kupaza sauti yake katika utetezi wake. Hata alipoikosoa Israel au kuamini kwamba inapaswa kuchukua njia tofauti, siku zote alifanya hivyo kwa sababu ya urafiki na kuihangaikia kikweli. Wakati ambapo sauti nyingi zilikuwa zikitaka Marekani irudi nyuma na kuachana na Israel kutokana na kwamba Israel ilikuwa ikifanya mashambulizi yasiokuwa na maana kwa majirani zake, lakini ni Lindsey Graham aliyepambana na kuonyesha nguvu kubwa ya uimara katika hoja kwamba nguvu za uovu lazima zikabiliwe na sio kupuuzwa. Hii ni sauti ya wazi na yenye kanuni, ambapo Wayahudi wanaona wamepoteza mtu ambaye alikuwa akiwatetea wakati wote, hasa utawala huu wa Benjamin Netanyahu. Endelea kutufuatilia, lakini nawe pia una nafasi ya kulike, una nafasi ya kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.